Mwenyezi Mungu, tunakuja tena katika uwepo wako tukilitukuza na kulisifu jina lako kuu la ajabu na la pekee ambalo limetupa neema ya kuitwa uzao wako, uzao wa kimungu. Tunakushukuru kwa sababu ya namna ambavyo kipekee sana imekupendeza tuitwe kwa jina lako. Na kwa hiyo tunapokusanyika mbele zako na kuwepo uweponi mwako, hatuji kama wageni wala wapitaji, lakini watu wa nyumbani mwako. Tunaomba tukupe nafasi wewe kama baba yetu na Mungu wetu. Uwe tayari kuzungumza na maisha yetu. Uwe tayari Bwana mtakatifu kusema kile ambacho unataka tukijue kama watumishi wako. Uwe tayari kutuongoza katika neema yako. Uwe tayari Baba mtakatifu kutupeleka katika level nyingine. Ninaomba Roho wa Mungu na Roho wa neema ukae katikati yetu. Utuhudumie Bwana, utujenge, ututengeneze, ututazamishe. Baba, ninaomba katika mamlaka jina la Yesu, unitumie, unitilie maneno, unitilie neema, unitilie upako. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Naomba tuketi. Haleluya kanisa. Amen. Nitafanya utangulizi kidogo wa yale ambao nitaendelea nayo kesho asubuhi, lakini kile ambacho katika jioni leo nataka nikiwekee msingi ni jambo linaloitwa kutunza neema ya Mungu juu ya maisha yako ya kihuduma. Kutunza neema ya Mungu juu ya maisha yako ya kihuduma. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninaomba tusome katika kitabu cha Waebrania sura ya 12. Sura 12 mstari wa 14 na mstari wa 15. Biblia inasema neno fulani ambalo nataka nilifanye msingi napoanzisha somo hili. Linasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana, mkifanyaje? Mkiangalia sana, mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka likawasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wakati Mungu akiwa ananielekeza namna tutakavyofanya maombi ya zile siku 21 ambazo tuliomba, wakati ananipa agenda na dira ya yenyewe ya kuomba, alinieleza jambo linaloitwa kugeuza mabaya kuwa mema. Nguvu ambayo inatenda kazi ndani ya ulimwengu wa roho inayoweza kutengeneza mageuzi ndani ya ulimwengu wa roho. Mazingira ya ubaya kageuka kuwa mazingira ya wema, nyakati mbaya zikageuka kuwa nyakati njema, na mambo mabaya
yakageuzwa kuwa mema. Na maneno ambayo Mungu alinipa, au mtu ambaye tunasema character, mtu ambaye mhusika ambaye Mungu alinipa kumtazama zaidi ni Yusufu. Wote hata tusiposoma maneno mengi mnafahamu Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtu ambaye alizaliwa katika familia kubwa ya mzee anaitwa Yakobo, na yule kijana alikuwa miongoni mwa ndugu zake, akiwa ni mdogo kuliko ndugu zake wote isipokuwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni wa pili kwa maneno mengine kutokea mwisho. Lakini yule kijana akawa na jambo ambalo wengine hawakuwa nalo, ndugu zake wote hawakuwa nalo. Le jambo lilikuwa ni kitu kinaitwa kutenda vyema. Kuna tofauti kati ya kutenda mema na kutenda vyema. Haleluya. Kutenda mema ni kufanya mambo yanayofaa watu, matendo, matukio. Kufanya vyema ni zaidi ya matukio. Haleluya. Kutenda vyema ni mfumo wa maisha unaokufanya uishi kwa usahihi, uwaze kwa usahihi, uongee kwa usahihi. Haleluya. Mfumo wako wote wa kuishi uzingatie kuishi maisha sahihi mbele za watu na mbele za Mungu. Kwa kutenda mema kunazaliwa kutoka kwenye kutenda vyema. Haleluya. Mtu ambaye mfumo wake wote ni wa kuishi akizingatia kwamba ninavyoishi natamani iwe ni maisha sahihi hata mbele za watu, yawe ni maisha sahihi hata mbele za ndugu zangu, yawe ni maisha sahihi mbele za watu wanaonizunguka, yawe ni maisha sahihi katikati ya familia yangu, yawe ni maisha sahihi katikati ya waamini wenzangu, yawe maisha sahihi kama sisi wachungaji katikati ya waumini nao wachunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni zaidi ya kutenda vyema. Kutenda vyema ni lifestyle. Ni kuanzia unavyokula, unavyovaa, unaoambatana nao. Haleluya. Unavyowaza. Kuna mtu mmoja nilimtembelea siku moja kwenye mambo ya huduma haya. Nilikuwa ninaongoza moja wapo ya huduma zilizomo nje ya Gilgal. Kuna huduma zingine huku na huku, na kuwa kiongozi wanakuchagua utakuwa mwenyekiti wa hiki, nani wa hiki na kadhalika. Sasa huduma moja hapo alinipa wakati nilikuwa mwenyekiti hapa Mwanza. Kwa nikatembelea kule Sengerema ambapo wenzetu wa wilaya kule walikuwepo. Yule mwenyekiti wa kule katika ile hotuba yake ya kutukaribisha akatumia neno nilolipenda sana. Akasema ni vizuri kila wakati waza vyema, waza vizuri. Unaweza kuwa na watu ukatengeneza hisia, halafu mambo unayoyatengenezea hisia pengine hayako kama unavyofikiria, halafu kaanza kuwaza vibaya. Haleluya. Akatuambia katika kila jambo jizoeze kuwaza vyema. Anza kwanza kuwaza vizuri. Kabla hujagundua kuna ubaya mahali, tanguliza kwanza kuwaza vizuri, ili kama kuna ubaya utokee na ujue huu ulitokea, lakini mimi sikuwa na winda hiki, wala sio kitu nilikuwa natafuta. Kuna mtu anaanza kama anatafuta kwanza ubaya. Haleluya. Anaanza kwanza kutafuta ubaya, kwa hiyo hata kama haupo anaweza kauona. Tunakwenda pamoja. Akasema waza vyema tu, jifunze katika kila mahali na mahali ulipo. Ukiona watu waza vyema kwanza, kabla hujaona dosari zao, anza kwanza kuwaza vyema.
Anza kuwaona ni watu wazuri, anza kuwaona ni watu wema, wana mawazo mema, wanakuwazia vizuri. Anza kwanza kuona hivyo. Usianze unahisi kuna mabaya. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Kwa Yusufu, kitu kilichokuwa kwenye tabia yake kinaitwa kutenda vyema. Alikuwa anatenda vyema. Biblia inasema hivi kwamba wale ndugu zake akawa anamwambia baba yao habari zao mbaya. Maana yake ni loyo, ni mwaminifu kwa baba, na ndugu zake si waaminifu kwa baba. Haleluya. Sasa jambo lile lilipokuwa ni endelevu kwenye maisha yake, likazaa kitu kinaitwa neema ya Mungu. Haleluya. Neema ni nguvu ambayo ikiwa juu yako inafanya vitu kadhaa. Moja, inakupa uwepesi katika kumudu mambo, kuyafanya kwa wepesi. Neema inakupa uwepesi katika mambo unayoyafanya. Neema inakupa uwepesi katika mambo unayokutana nayo. Jina la Yesu libarikiwe. Hilo ni jambo la kwanza. Neema ikiwapo juu ya mtu inatenda. Neema ni nguvu inayomsaidia mtu kukutana na wepesi katika mambo anayokutana nayo kwenye maisha yake. Haleluya. Lakini jambo lingine neema inafanya, neema kwa maana ile ile ya uwepesi, neema inasababisha ndani kwako ufunikwe na kitu kinaitwa kibali. Mahali neema ya Mungu iko kwa wingi, panakuwepo pia na kibali cha kimungu kwa wingi. Tunakwenda pamoja. Mahali neema ya Mungu ipo kwa wingi, panakuwepo pia na kibali cha kimungu kwa wingi. Mtu ambaye neema ya Mungu inakaa juu yake, kibali cha kimungu pia kinakaa juu yake. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biblia inasema kwa habari za Yesu alipokuwa mtoto, inasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu. Haleluya. Na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Haleluya. Halafu mwingine anasema, mmoja ni Luka nadhani sura ya 2 mstari wa 40, mwingine sura ya 2 mstari ya 52. Mwingine unasema naye Yesu akazidi kuongezeka katika hekima na kimo, nadhani ndio mstari wa 52, akimpendeza Mungu na wanadamu. Haleluya. Kwa ule mstari wa 40 unasema neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Kitendo, matokeo ya neema ya Mungu kuwa juu yake, akawa na kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Mahali pana neema ya Mungu hapakosekani pia kibali. Tunakwenda pamoja. Mahali pana neema ya Mungu pana kuwapo na kibali pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kitu kinachoitwa kibali. Kibali ni nguvu pia, ambayo moja ya kazi zake ni kufanya, mwanzo nimeanza wewe uwaze vizuri. Kibali kikiwepo kinafanya sasa watu wengine kukuwazia vizuri. Umeelewa? Wewe unaanza kwanza, neema ya Mungu iliyoko juu yako
inakusaidia kuwaza vizuri. Halafu matokeo yake kinazaliwa kibali kwenye maisha yako. Kibali kazi yake kinafanya sasa upate matokeo au matunda ya wewe kuwaza vizuri. Unaanza neema ya Mungu ambayo inazaa kibali. Kile kibali kilichozaliwa kinageuza sasa yale uliyokuwa unafanya ya kurudie. Watu wanaanza na wewe wanakuwazia vizuri, na hicho ndicho kibali. Haleluya! Inarudi kwako, uliwaza vizuri, inarudi unawaziwa vizuri. Kila unapokwenda, hata wasiokufahamu wanakuwazia vizuri. Hata waliokuona kwa mara ya kwanza wanajisikia kukupokea mioyoni mwao, wanakuwazia vizuri. Hicho ni kibali. Haleluya! Hicho ni kibali. Kibali ni nguvu inayosababisha watu wote, kila mahali unapoonekana au unapokuwa, watu wote wanaokuzunguka au idadi kubwa, asilimia kubwa wanaokuzunguka wakuwazie vizuri. Haleluya! Na mtu akikosa kibali, moja ya mambo ndio indicators, ndio viashiria kwamba kibali kinaisha. Unaanza kukuta kuna wengi wasiokuwazia vizuri, na wengine hata ukitafuta uliwakosea nini, huoni uliwakosea nini, lakini kwa sababu usizozielewa hawakuwazii vizuri. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa sababu usizozijua au huwezi kuzigundua kwa haraka, hawakuwazii vizuri. Kwa nini? Kibali kimeisha. Sema kibali kimeisha. Kibali kikiisha, hata ambao hujawakosea wanakukataa. Haleluya. Kwa hiyo Yusufu, kitu kilitokea kwenye maisha yake, neema ya Mungu ikazidi kuwa kubwa juu yake. Ilivyozidi kuwa kubwa juu yake, kibali cha kimungu kikaendelea kuwa ni kikubwa juu yake. Na moja ya mambo, neema ikiwa imekombaini na kibali, inazaa kila upinzani unaweza kuinuka juu yako, haufanikiwi. Haleluya. Kibali cha kimungu kinapoishi juu yako, si kwamba 100% watu wote watakuwazia vizuri. Watakuwepo na wanaweza kuwepo wanaokuwazia vibaya, na wengine wakatunga madhara. Lakini kibali kikiwepo juu yako cha kimungu, siongelee kibali cha wanadamu, naongelea kibali cha kimungu. Haleluya. Kikawepo juu yako, nguvu ya kupiganiwa na Mungu ni kubwa kuliko nguvu anayotumia adui kupigana na wewe. Nguvu ya kutetewa ni kubwa kuliko nguvu ya kupigwa. Mnanielewa? Kwa hiyo Yusufu, kwa sababu ya kitu hicho, ndugu zake walikuwa miongoni mwa waliomuwazia vibaya, na wakasema neno hili, ngoja tumuue, tuone ndoto zake zitaishia wapi. Haleluya. Hawajui wanaongelea mtu ambaye
neema ya Mungu inakaa juu yake. Wanaongelea mtu ambaye kibali cha kimungu kinaishi juu ya maisha yake, kinatembea pamoja naye. Kwa walipojaribu kuua ndoto, wakakuta wamezisaidia kutimia. Haleluya, haleluya. Walipojaribu kuua ndoto zake, wakazisaidia kutimia. Kumbe kwenye ratiba ya Mungu, kule walikompeleka ndiko Mungu alikuwa anataka ndoto zitimie. Umeshawahi kusoma Musa? Musa alizaliwa miaka, kuna sheria inayosema watoto wote wa kiume wa Kiebrania wakizaliwa watupwe kwenye mto. Ndicho kipindi Musa alichofanyaje? Alichozaliwa. Amezaliwa juu yake kuna neema ya Mungu. Amezaliwa juu yake kuna kibali cha kimungu. Mungu alichokifanya, akatengeneza mazingira ya yule mtunga sheria ya kuwaua, ndiye ahakikishe pia ndiye anayemsaidia kutimiza maono na makusudi ya kuzaliwa kwake. Haleluya. Sheria ile ile ilikuwa kuwapo ya kumwangamiza, ndiyo pia iliyotumika kumweka salama. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapakuwa na mtu angeweza kumshauri Farao mtoto yeyote wa Kiebrania asiuawe akipatikana. Lazima awe ni mtu ambaye Farao anamheshimu na anaweza kumsikiliza na anamata sana kwenye maisha ya Farao. Kwa hiyo ikawa ni lazima awe binti yake. Sio kwamba walichanganyikiwa wasielewe ni Mwebrania. Walimwokota wakijua ni Mwebrania. Walipeleka nyumbani kwa mtunga sheria wakijua ni Mwebrania. Na Mwebrania alimchukua nyumbani, yule mtunga sheria alimpokea nyumbani akijua ni Mwebrania. Lakini kuna mtu nafasi yake kwenye maisha ya Farao ina nguvu kuliko chuki ya Farao kwa Waebrania. Narudia, kuna mtu ambaye umuhimu wake kwenye maisha ya Farao ni mkubwa kuliko chuki alionayo dhidi ya Waebrania. Haleluya. Na huyo mtu ambaye umuhimu wake kwa Farao ni mkubwa kuliko chuki dhidi ya Waebrania amesema, baba, ukitaka niendelee kukuita baba, usiguse huyu. Haleluya. Huyu ni mtoto wangu. Chuki zako kwa Waebrania peleka kwingine, sio huyu. Ukiona umemkataa huyu kwamba sio mjukuu wako, na mimi nimenikataa sio binti yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Farao anafanyaje? Sasa ameshakamatwa mikono. Anafanyaje sasa? Binti yake ni wa muhimu sana kwake, na huo ndio msimamo wa binti yake. Anachagua lipi? Apoteze binti, auwe Mwebrania, au amwache Mwebrania ili asipoteze binti. Inabidi achague binti, siwezi kumpoteza, basi Mwebrania tu waishi. Sasa maisha yanayoendelea baada ya hapo ni amri. Baba, mwanangu anahitaji kusoma. Baba, mwanangu anahitaji chakula vizuri. Baba, mwanangu anahitaji kwenda picnic.
Baba, mwanangu anahitaji kucheza na marafiki zake. Baba, mwanangu anahitaji gari. Unafanyaje? Si unampa na ulisema afe, lakini unalazimika kutoa gari, na ni yule uliyosema afe unatoa gari. Mwanangu aende shule ile nzuri, unafanyaje? Anasoma kwa gharama zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa moja ya mambo ambayo kibali kikiwa juu ya mtu kinafanya uwe na hakika umetengeneza huduma. Nazungumza kibali, nazungumza neema ya Mungu kwenye huduma, kuhifadhi neema ya Mungu kwenye huduma. Una huduma ambayo nguvu yoyote utakaosimama kushindana nayo una hakika haitafanikiwa. Una hakika utaendelea hata kama unakutana na ugumu, hata kama unakutana na upinzani, una hakika utavuka na utaendelea, kwa sababu hakuna nguvu inashindana na neema ya Mungu iliyoko juu yako. Haipo. Hakuna nguvu ya kinyume inayoweza kustahimili nguvu ya neema ya Mungu iliyoko juu yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo, kwa nini nimeleta jambo hili mwaka huu? Nitazungumza mbali tu na kuambia yale nitakaosema kesho asubuhi. Nimesema lile ambalo ningefanya leo asubuhi nitalifanya kesho asubuhi. Mbali na hayo, hiki ndicho nataka niwaambie kwenye uwepo wetu wa hili kongamano hapa. Nitakuwa nazungumza habari ya hii neema ya Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa sababu tuna wengi wanaokata tamaa, kumbe hawakujua siri ya kutunza neema, ya kutafuta neema na kutunza neema, ya kutafuta kibali na kutunza kibali mbele za Mungu. Siongeli vibali vya watu, naongelea kibali cha Mungu. Naongelea kitu Yoshua na Kalebu wanasema ikiwa Bwana anatufurahia, wanafikiri ni nini? Tutawapiga, watakuwa chakula kwetu. Siri ni Bwana kama anatufurahia. Hicho ndicho kibali cha kimungu. Wanasema kama Bwana anatufurahia, twendeni tukatamalaki, maana tutashinda hakika ikiwa Bwana anatufurahia. Wanapoongelea habari ya kutunza neema, nazungumza kutunza maisha ambayo kwa mwendelezo usiokoma Mungu anaendelea kukufurahia. Unaishi maisha ya utumishi mbele za Mungu ambayo Mungu hakomi kukufurahia. Haleluya. Sisemi hatukosei, lakini hata tukikosea, aina ya moyo Mungu anatafuta aukute kwetu. Anasema wakikosea, Mungu anaangalia roho iliyotubu, inayotetemekea neno lake. So inayokosea halafu inang'ang'ana kutetea makosa. Iliyotubu, iliyopondeka. Mungu hatafuti perfection, hatafuti ukamilifu, anatafuta moyo. Kuna aina ya mioyo Mungu anaitaka miongoni mwa watumishi wake. Kuna aina ya mioyo Mungu akiona anaifurahia. Haleluya, haleluya. Anasema nakaa mimi mahali pa juu sana palipoinuka, pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu, moyo uliopondeka, atetemekaye anaposikia neno langu. Hao ndio nakaa nao. Sasa hawezi kuongelea iliyotubu kama hapakuwepo na kosa. Anaposema iliyotubu,
Anamaanisha inapotokea imekosea, hii roho inawahi kutubu. Haleluya, haleluya. Unapogundua hapa nimekosea, unawahi kutubu. Jina la Yesu libarikiwe. Maana kutubu kusingekwemo kama hakuna kukosea. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Naendelea na story ya Yusufu. Kwa watu wakaenda kumtupa shimoni. Hawaui Yusufu, wanaua ndoto. Ndivyo walivyosema, sisi shughuli yetu tunataka kuua ndoto. Haleluya. Yaani asingekuwa na ndoto, hapakuwa na sababu ya kumtupa shimoni. Wao hawakuwa na shida na kuua Yusufu. Shida ilikuwa ni kuua nini? Ndoto. Na mimi nakuambia hakika, ukipoteza kibali, ndoto zinauawa. Na wenye kuwa wako tayari kila mahali wapo. Wengine wanaishi nyumbani kwako. Wengine unashirika wenzio, ni waumini unaowachunga. Unanielewa vizuri? Wengine wao ni ndugu zako. Haleluya. Yaani wakuua ndoto wako kila mahali. Tuhitaji kuwatafuta. Walio tayari kuua ndoto wako kila mahali. Na wengine ni watu usingetegemea kama ndio wangeua ndoto zako, lakini wanaua. Lakini nisikilize, wataua ukipoteza kibali. Wataua ukipoteza neema. Kwa sababu nikwambie siri, una uwezo wa kulinda ndoto zako. Yule aliyeziweka ndiye mwenye kuzilinda. Na ili azilinde anahitaji usipoteze neema yake. Kuna watu wamenielewa. Narudia tena. Wewe huna uwezo wa kuzilinda ndoto zako. Mwenye nguvu ya kuzilinda ni yule aliyeziweka ndani yako. Haleluya. Na ili azilinde usipoteze neema yake. Ukipoteza neema yake, hata ndoto zako zitakosa ulinzi. Na zikikosa ulinzi zitakufa. Kwa sababu wenye kuziua wapo wa kutosha. Hata kukosa hela kunaua ndoto. Umenielewa? Kukosa hela kunaua ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Wenye kuziua wapo wa kutosha. Mazingira ya kuziua yapo kila mahali. Kila ulipo yapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeweza kuzilinda ni yule aliyeziweka. Na ili azilinde lazima wewe usipoteze neema yake. Usipoteze kibali chake. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa akajaribu kumuua ili waue ndoto. Wao wenyewe wakazungukana. Sema wakazungukana. Haleluya, haleluya. Wanapanga halafu wanageukana. Wewe hujawahi kuona watu wanavyogeukana? Walikuwa wamekupangia mkakati na usingevuka huo. Ulivuka tu kwa sababu waligeukana. Haleluya. Ulivuka kwa sababu waligeukana. Wasingegeukana, usingekatisha. Wakapanga kumuua, wakageukana. Mmoja kawazunguka, akaenda kamtoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye akawashauri, huyu jamaa tunamuua kwa nini? Si tumuuze. Bwana Yesu, si ndugu yetu huyu kabisa, damu yetu. Tunamuua kwa nini? Haleluya. Si tumuuze tu, asife. Tumuuze tu, zitafia huko mbele. Kumbe kule wanakozipeleka wamezipa miguu ya kwenda mahali pake penyewe.
ndoto wakazilipia nauli, wakazisafirisha mpaka mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo yakitokea kama una kibali, uje hayo mambo yanalipa nauli tu kwa ajili ya ndoto zako kwenda kutimia. Ni nauli tu. Mwambie jirani yako, usi unalia, wala usichoke, wala usikate tamaa. Tafuta tu kibali, tunza tu kibali, tunza neema ya Mungu juu yako. Haleluya, haleluya. Vita si ishara ya kwamba Mungu amekuacha. Vita saa ingine ni ishara ya kutukuzwa. Kupingwa si ishara ya kuchukiwa. Saa ingine kupingwa ni ishara ya kufanyiwa muujiza. Kama hakuna bahari ya Shamu mbele, muujiza wa kupita nchi kavu kwenye bahari ungetokeaje? Kama bahari haiko mbele, bahari inapasuka kwa sababu gani? Na bahari inapasuka si kwa sababu Farao yuko nyuma. Mnanielewa ninachosema? Bila Farao kuwa nyuma, kwani kuna haraka gani mpaka bahari pasuliwe? Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Wangapi wananielewa ninachosema? Kwa yote unaweza kuyafikiria si shida. Shida ni ukipoteza kibali na ukapoteza neema. Anguko si nani asiye kukubali wala asiye kuelewa. Anguko ni neema ikipotea. Anguko ni kibali cha kimungu kikipotea. Anguko ni Mungu akikuacha. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, kanisa la Mungu. Haleluya, watumishi wa Bwana. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo wakampeleka Yusufu Misri, wakamweka sokoni, soko la watumwa. Wanunuzi wapo wa rangi zote. Wafanya biashara wamekuja kutafuta watumwa sokoni. Watawala nao wamekuja hapo sokoni kutafuta watumwa. Wakulima tu wa mashambani nao wamekuja kutafuta watumwa. Soko liko wazi na Yusufu yuko sokoni. Lakini Mungu akahakisha anayemnunua lazima awe ni mtu mwenye fursa ya kutimiza ndoto. Hakununuliwa kwenda kwa mfugaji wa huko pembeni. Hakununuliwa kwenda kwa mfanya biashara fulani wa wapi. Alinunuliwa kwa mtu ambaye anafanya kazi kwenye ofisi ya mfalme. Akae karibu karibu. Haleluya, haleluya. Akae karibu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaanza kujisikia vizuri? Umefanya vizuri kuja hapa. Unajua unaweza kachoka mwaka mzima. Unahitaji siku moja uje mahali kama hapa, Mungu aburudishe moyo wako tena. Usikia maneno yanaweza kaburudisha moyo. Yanaweza kahuisha tena matumaini ndani yako. Yanaweza kuambia bado nguvu na mlango wa kuendelea upo. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa kahakisha mahali anapoenda, Mungu akahakisha anayeshinda ile pambano la bei ni jamaa yupo karibu na mfalme. Akashinda, kafanikiwa kumnunua, kampeleka kwake. Anaitwa mtumwa,
lakini hana ndoto. Ndoto hazijawa na utumwa. Si kama nimetumia sentensi nzuri. Kimwili anaonekana mtumwa, lakini kwenye ndoto neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Ndoto ni zile zile, zina neema ile ile, zina mafuta yale yale, zina kibali kile kile, ila muonekano wa nje ana chapa ya mtumwa. Maana watumwa walikuwa wanapigwa chapa ili julikane, maana wenye watumwa walikuwa wengi. Kwa hiyo kila mmoja lazima mtumwa wake apigwe chapa julikane huyu wa fulani. Ukijaribu kutoroka wanakuona huyu wa kwa fulani. Haleluya. Haleluya. Kwenye mwili ana chapa inayosema ni mtumwa, tena si mtumwa tu, mtumwa kwa Potifa. Lakini Yusufu amekataa. Kwa neema iliyoko juu yangu sitaishi kama mtumwa, sitaongea kama mtumwa, sitafanya kazi kama mtumwa, sitakuwa na kasumba ya kitumwa, sitakuwa na moyo wa kitumwa kwa namna yote ile. Nitaishi kama mtu ambaye Mungu yuko pamoja naye na neema ya Mungu inakaa juu yake. Ni mtumwa anayeongea kama mtu mwenye neema ya Mungu. Ni mtumwa ambaye akiwa anafanya kazi hafanyi kama mtumwa, anafanya kama mtu ambaye neema ya Mungu inakaa juu yake. Mpaka bosi Potifa akagundua. Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu mpaka Potifa akagundua huyu Bwana yuko pamoja naye. Halafu gundue Potifa sio Mwebrania. Habari ya huyu Bwana hana elimu nayo. Na nielewa vizuri. Pamoja na kwamba hana elimu ya kutosha juu ya sifa za huyu Bwana, lakini anasema huyu si wa kawaida. Unajua haikuwa mara ya kwanza kumiliki watumwa. Hilo jambo la kwanza ulijue. Potifa hakuwa memiliki Yusufu kama mtumwa wa kwanza. Halafu la pili, hata muda ule Yusufu yupo hakuwa mtumwa pekee aliyeko pale nyumbani. Walikuwepo pia na watumwa wengine. Kwa Potifa anaposema huyu yuko pamoja na Bwana, anamtofautisha na watumwa aliowahi kuwamiliki na anamtofautisha na watumwa wengine waliopo muda huo. Anaona kitu hawana. Mtu yoyote mwenye neema ya Mungu juu yake ana kitu wengine hawana. Wanaweza akamzidi fedha, lakini ana kitu hawana. Wanaweza akamzidi elimu, lakini ana kitu hawana. Wanaweza akamzidi umaarufu wa duniani, lakini ana kitu hawana. Wanaweza akamzidi hata ile uwezo mkubwa wa kuongea na kujenga ushawishi, lakini ana kitu hawana. Ambaye ana neema ya Mungu juu yake ana kitu, watu wapende wasipende, anachona. Saa ingine wanakishangaa, saa ingine akidadisi, una kitu gani wewe? Una kitu cha namna gani wewe? Tuambie, wewe una kitu gani? Alienda mzee kijana mmoja, sio alikuwa kijana, sio alikuwa mzee, nadhani alikuwa hajawa mzee, anaitwa Isaka. Akaenda mahali panaitwa Gerari. Wakakaa naye. Mwaka wa kwanza alipojaribu kulima shamba, si walimkodisha. Maana alienda para anakimbia njaa akiwa kwenye utaratibu wa kuwaza aende Misri kama baba yake. Mungu akamwambia usiende Misri. Kaa hapa. Haleluya, haleluya. Njaa ilipoisha, ukame ukaisha, kamvua kakanyesha, nadhani alikodi shamba au kuna watu walimsaidia tu pa kulima. Akalima bwana. Alipolima kwenye mavuno wakashangaa. Jamaa kuja juzi tena tulimkatia hapo. Lakini alivyovuna wengine walienda kuomba chakula kwake. Haleluya. Kipimo kimoja kinazaa vipimo 100. Huu ni msimu wa kwanza baada ya njaa. Haleluya. Wakakaa muda mfupi,
akafugafuga kidogo, mara ana ng'ombe wengi, tajiri wa ng'ombe na wa kondoo. Mwisho akaamua kutengeneza ziara ya kumtembelea. Tumekuja sio wadogo na mfalme akiwemo, tumeona tuje tukutembelee, na ujumbe wetu ni huu, kukuambia kwamba wewe una nguvu kuliko sisi. Tumekuja tu tukujulishe kama ulikuwa hujaelewa. Haleluya, haleluya. Wewe una nguvu kuliko sisi. Ndio lugha waliokuwa naweza kuexpress, kwa sababu hawajui neema. Pengine hata kibali hajui namna kukidefine vizuri. Lakini vitu wanavyoviona vinavyotendwa na neema ya Mungu iliyoko juu yake, vinavyotendwa na kibali cha kimungu juu yake, wao wakavijumuisha pamoja, wakaviita nguvu. Haleluya. Wakasema wewe una nguvu, kuna nguvu unayo ambao sisi hatuna. Kuna nguvu iko ndani yako, hiyo nguvu sisi hatuna. Wakasema hatuna uwezo, nitumie Kiswahili kizuri, hatuna pa kukuweka ukatosha. Yaani hapa kwetu kimsingi ujue una nguvu kuliko sisi, hatuna hata pa kukuweka ukatosha. Tunaomba uondoke. Haleluya, haleluya. We cannot accommodate you. Hatuna namna tukakaa halafu wewe upo, halafu usitubane. Utatubana, tutafika mahali fulani utatufinyiria huko pembeni, wewe unazidi kuenea. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenea mpaka utatufinyiria huku. Tunaomba tafadhali sana, mheshimiwa mkuu, tunaomba uondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaomba utafute sehemu inayokutosha. Hapa kutoshi, wewe ni mkubwa mno. Hebu nenda utafute mahali ambapo pata kutosha. Haleluya. Lakini walichokuwa na question ni ile nguvu. Hii ni nini? Ana nini huyu? Mbona kama na kitu sisi hatuna? Tumekaa hapa siku zote, mwenzetu kaja juzi. Haleluya. Wangapi tuko pamoja? Naomba kuanzia leo kwenye huduma yako usijitazame kama wengine. Kesho Mungu akinijalia nitakwambia kitu kinachoitwa baraka. Haleluya. Lakini nataka kuambia hivi, usijitazame katika jicho la watu wengine, labda tu kama umepoteza neema. Waliopoteza neema nyosha mikono. Waliopoteza neema hamna. Kwa hiyo mna neema wote, neema ya Mungu iko juu yenu. Tutaongea lugha moja. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Naongea na watu walio na neema ya Mungu juu yao. Anasema hivi, wewe una nguvu kuliko sisi. Una kitu kinazidi tulicho nacho. Haleluya. Una kitu nacho sisi hatuna. Tumekaa hapa miaka mingi, lakini una kitu hatuna. Umekuja juzi, lakini tunachoona kinachotenda kazi juu yako, sisi tumekaa hapa siku zote hatuna. Watakwambia ndugu, hapa palikuwa pagumu, tunashangaa wewe umefanyaje. Haleluya. Watashangaa, watakwambia hapa watu walikuwa wanapakimbia, hatujui wewe umefanyaje. Watakwambia huyu jirani yako huyu alikuwa anatisha, singeweza kuishi jirani kama hapa, sijui wewe umefanyaje.
na kitu juu yao hakikuwepo, na hicho kitu hawezi kujua jina lake. Lakini ngoja nikwambie jina lake, hicho kitu kinaitwa neema ya Mungu. Hicho kitu wasichokijua, wanachosema hatujui wewe umefanyaje, kinaitwa neema ya Mungu. Hicho kitu kinaitwa kibali cha kimungu. Ni kitu nguvu yake ni kubwa, hakuna mamlaka inashindana nayo. Wakuu wananyenyekea juu ya hicho wakikuta juu ya mtu. Haleluya. Walioogopwa wakikutana nacho wanakuwa wapole. Waliokuwa wagumu wanalainika wakikutana nacho. Haleluya, haleluya. Ndio maana mimi nawaambia wachungaji, ukichunga watu wala usitengeneze wimbo nasema yani hawa wagumu, huyu fulani mgumu. Wewe tafuta tu neema. Neema itamlainisha. Tafuta tu neema. Wacha na mambo mgumu huyu. Hakuna wagumu. Neema inalainisha wagumu. Neema inatengeneza wasiotengenezeka. Neema inabadilisha watu ambao wasingebadilika. Neema inageuza ambao wasingegeuka. Tafuta tu neema. Neema ya Mungu isipungue juu yako. Jina la Yesu libarikiwe. Tafuta neema ya Mungu isipungue kwenye maisha yako. Kae katika neema. Udumu katika neema. Uishi katika neema. Neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yusufu wakamfikisha pale, kafanya mambo yake, amekataa mtazamo wa kitumwa. Kuna mambo ambayo ukientertain, ukiyaruhusu yakakaa, mengi yako kwenye mitazamo, wewe mwenyewe utaua neema. Utaua neema. Kenda kujiita hapa hamna kitu, hapa sisi hapa hamna, hapa neema itaondoka. Haleluya. Yusufu alikataa, aliishi kama mtu ana neema ya Mungu. Walipotaka kumwingiza dhambini, akasema siwezi kufanya ubaya huu nikamkosa Mungu. Walikuwa naongelea neema. Nikifanya hii kitu nitapoteza hiki kitu ambacho ndicho kimenivusha magumu yote. Hii nguvu ambayo imenivusha, nilikuwa kwenye shimo la mauti, hii nguvu ikanitoa. Leo nikitenda jambo hili nitaipoteza, na nikiipoteza nimeisha. Nikitenda hili nikapoteza hii neema iliyonisaidia, iliyonivusha. Wakati huo si tu kwamba ni mtumwa anafanya kazi, ameshapewa utawala wa familia yote na mali zote na programu zote za nyumbani kwa yule mzee, zote ziko chini ya Yusufu. Ile kitu iliyompa ukubwa, ile kitu iliyompandisha cheo, ikamtolea hali ya utumwa, ikamfanya hali ya utawala. Akasema nikitenda ubaya huu nikapoteza hii, sina maisha tena. Nikifanya hili jambo nikapoteza hii, ni gharama kuipata tena. Haleluya. Akawa tayari kwa lolote litakalotokea, lakini neema ya Mungu isiondoke. Usiuze hiyo kitu. Vitu vya kuuza hiyo viko vingi. Mungu akulinde usiiuze. Kukosa hela kunauza. Haleluya. Watu kukutilia upinzani na ugumu mahali unafanyia kazi, kuna uwezekano ukauza neema. Kaingia magomvi halafu kauza neema. Umeelewa vizuri?
Kuna magomvi mengine hata kama unajiona una haki, unayaacha tu ili usipoteze neema. Ulikuwa na haki ya kugombana, unaelewa vizuri. Kama ni kutazama matukio na nani kasababisha, yameanzaje na haki zako ziko wapi, ulikuwa na haki ya kugombana, lakini unayaacha tu kwa ajili ya kulinda neema ya Mungu. Haleluya. Sio kila jambo ureact. Kuna mambo mengine unaacha kureact kwa sababu unalinda neema ya Mungu. Tunakwenda pamoja. Kuna mengine ukingangana nayo unapoteza neema. Nalinda neema ya Mungu. Usipoteze neema. Haleluya. Baadaye kweli katokea la kutokea, kesi kageuka, huyu mtumwa kafanya 1 2 3, halafu wewe mwenyewe ulimweka awe mkuu. Ona sasa kiburi kimpanda, ameanza kujiona mkubwa, amefanya 1 2 3. Hiyo hahitaji mahakama, hahitaji nini, jela. Na hakuna siku inayosema ni ya miaka 3 au 5 au 20. Ni jela ambayo inajua tu siku ya kuingia gerezani, haijui siku ya kutoka. Mwambie jirani yako, hata wasipokuwekea siku ya kutoka, kuna siku mtakutana mtaani umeshatoka. Haleluya. Utakufa maskini, utakaa uinuke, utafanya nini? Wewe sema tu siku ya kutoka iko. Neema ya Mungu ikiwa juu yangu, hayo maneno yako ni chorus tu. Wewe unaniimbia tu chorus, hamna kitu. Haleluya. Funga kabisa, weka ndani, tupa ndani huko, halafu asemi mpaka lini. Kwa kaingia ndani gerezani pasipojulikana atatoka lini. Ndugu hakwenda na mawazo sijui nitatoka lini, sijui ndio maisha yangu yamekuwa. Neema haiuawi, neema haifungwi. Mnanielewa vizuri? Neema haiuawi. Hakuna mlango wa gereza unafunga neema. Hakuna kufuri linaweza kufunga neema. Haleluya. Akaingia gerezani na neema ya Mungu. Akafika gerezani, neema ya Mungu ikamtambulisha kwa mkuu wa gereza. Neema ikiwepo ni kibali kinachokutambulisha mahali ambapo huhitaji mtu wa kukutambulisha. Kwa gereza alipomwona kaona ameingia mtu ana kitu wengine hawana, mara kampa kuwatawala wenzake, maana ana kitu wenzake hawana. Na maandiko akasema wala mkuu wa gereza hakufahamu jambo lolote lililo katika mikono ya Yusufu. Alikuwa hana haja hata kufuatilia. Anajua Yusufu akishakuwa pale kila kitu kiko sawa. Haleluya. Haleluya. Sasa ni mfungwa, lakini maisha kule anayoishi wala sio ya mfungwa. Jamaa mmoja akamwambia nikitoka hapa nitaenda kukutaja kwa Farao. Alafu alipoenda akasahau. Haleluya. Neema haisahauliki. Watu wajifanye kukusahau, neema haikusahau. Neema haisahau mtu. Watakusahau, Mungu atakukumbuka. Huyo atajifanya amekusahau, Mungu atainua mwingine atakaye kukumbuka. Huyo atajifanya hata kufanyia lile, Mungu atainua mwingine atafanya lile ambalo yule amesema hakufanyii. Mwingine atakunyima hiki, Mungu atainua mwingine atakupa hicho. Neema haisahau mtu. Neema ile kampa ndoto Farao. Baada ya kuona huyu aliyetuma kumbuke amesahau, neema ikampa ndoto Farao. Halafu Farao anasema kwa kuwa wote wameshindwa kutafsiri, hukumu ni kifo wote. Ile habari ya kifo likamshitua jamaa. Akasema nimekumbuka kosa nilofanya.
Haleluya. Alipoona Farao amekuwa mkali anataka kuua watu, akasema nimekumbuka kuna mtu tulikuwa nao miaka miwili gerezani, niliota hivi, akanisimulia yule jamaa anaweza, kabla mjawaua hawa, hebu mwiteni yule jamaa. Wakamwita. Neema simemtoa gerezani tayari, jaji hajapanga tarehe ya kutoka, ila Neema imepanga tarehe ya kutoka. Mimi napenda neema ya Mungu sana, nafurahia kuishi ndani ya neema ya Mungu sana. Haleluya. Aliyehukumu kifungo hakutaja tarehe ya kutoka, lakini neema ya Bwana ilitaja tarehe ya kutoka. Haleluya. Neema ya Mungu ikamtoa kwa tarehe yake, akatoka, wakampeleka kwa Farao. Fika kwa Farao, anasubiriwa kuliko waziri gani. Mapokezi ya mtu anatoka nchi nyingine amekuja kufanya ziara ya kikazi, ni rais wa nchi fulani, anavyosubiriwa na rais mwenyeji, ndivyo Farao alivyosubiri Yusufu. Anasubiriwa kwa hamu. Haleluya. Maana maandiko yanasema ile ndoto Farao ilikuwa imemfadhaisha, kwa nataka mtu akuleta ufumbuzi. Walipowaambia ni yule jamaa yuko gerezani, alingojewa kwa hamu. Protokoli ya hapo. Haleluya, haleluya. Alivyoenda kutolewa gerezani, protokoli yake, watu wakishasikia tu amekuita, protokoli inaanza pale pale. Hawakuiti mtumwa tena wala mfungwa, unatolewa ili unatokeza nje, sauti kwanza zinapigwa mara moja, alafu watu wanajipanga kana. Haleluya, haleluya. Mheshimiwa anapita, mara kwenye gari wanakufungulia mlango. Yangekuwa magari kama ya sasa hivi, wanakufungulia mlango, unaingia kwenye gari, dereva yuko ameshaegesha gari katika namna ya mwendo, njia moja. Huyu ananiongezea, bila shaka kama nywele za gerezani zikawa zimekaa ovyo, anapelekwa saluni. Sio za ovyo ovyo, sio za huko mtaani, ni saluni ile inaitwa barber shop. Bwana Yesu asiwe sana. Haraka haraka kwa usimamizi smart, halafu hujui nani analipa, unanyolewa tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sema neema. Sema tena neema. Natafuta neema ya Mungu. Haleluya. Haraka haraka akampeleka ile shuka kwenye gari, saruti zikapigwa pale, akaongoza kwa protocol mpaka mbele ya mzee. Haleluya. Amefika. Bila shaka mahali pa kukaa pameshaandaliwa. Mzee amekaa hapa, Yusufu hapa, wale wengine wamesimama, kina Potifa, si ndio wakuu wa majeshi. Haleluya, haleluya. Potifa anasaga meno, jamani, liweka ndani, halafu limekuja na lipigia saruti. Haleluya. Yusufu akasimama, akakaa pale, kaulizwa, kuna 1 2 3, tumeambiwa ni wewe unaweza. Yusufu anasema sio mimi, ni Bwana, ni neema ya Bwana. Mimi huwa sitafsiri ndoto, ni neema tu ya Bwana. Sema ndoto sio kazi yangu kutafsiri, ni neema tu ya Bwana. Sema ni neema ya Bwana, ni neema ya Bwana tu. Haleluya, haleluya. Kaanza kumwambia maneno, ndoto yako mfalme uliota 1 2 3. Mfalme kwanza alimsimulia, akamsimulia niliota hivi, mbona zote ni moja? Ng'ombe 7 ndio hiyo miaka 7, si masuke 7 ndio hiyo.
Haleluya. Maana yake ni 1 2 3 3 3. Sasa ushauri ni hivi 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 hivi. Mfalme akasikiliza akasema, nani mwingine? Nani mwingine? Ambia jirani yako, neema ikiwa juu yako inakutofautisha. Neema inakutofautisha. Neema inakupa fursa. Neema inakufungulia milango. Neema inakupa kupendelewa. Neema inakupa kukubalika. Neema inakupa maneno yako kusikilizwa. Neema inakupa akili za kimungu. Jina la Yesu libarikiwe. Wakasema, tunapata wapi mtu wa aina hii? Tuakili kama hizi tunamtoa wapi? Neema ikafungua fursa, ikafungua milango, ikampa kibali, maneno kukubalika, hekima ya Mungu kuongezeka. Neema ikafanya kila kitu. Mara ghafla Farao anasema, hatuwezi kuwa na mwingine, ni wewe. Na kuanzia leo nasema hivi, wewe ndio wa pili kutoka kwangu. Usifikiri hapa kuwepo wa pili. Yaani aliyekuwepo alidimotiwa bila hata notes. Yaani amesimama pale pale anadimotiwa hapo hapo na yuko hapa naona. Jina la Yesu libarikiwe. Akasema kuanzia sasa hivi, akatoa pete kampa. Kila kinachohitajika kampa. Wale wanaomuita Yusufu waziri mkuu, someni Biblia vizuri. Yusufu hakufanywa waziri mkuu. Mnajua maana ya waziri mkuu? Ili mtu awe waziri mkuu, lazima hiyo nchi kwanza ama iwe jamhuri. Waziri mkuu kwa maana ya wapili kutoka kwa mkubwa. Hiyo nchi lazima iwe ni jamhuri. Maana yake wa juu yake anaitwa rais. Sasa lazima ujue Farao hakuwa rais. Wala mamlaka ya Farao hakuna mahali nafanana na mamlaka ya rais. Mamlaka ya Farao ni ya kifalme. Mamlaka ya kifalme haifanani na mamlaka ya rais. Mamlaka ya rais ni ndogo kwa mbali ukilinganisha na mamlaka ya mfalme. Mfalme anamiliki vyote, watu na ardhi na mali zao. Yaani hata ng'ombe hizo unazo ni za rais. Akigawia mtu anatoa maelekezo tu, wale ng'ombe walikuwa huko pale, mpeni huyo hapa, imeisha. Lakini rais hawezi kufanya hivyo. Na vizuri. Kwa hiyo uhitaji kufanya kosa ili shamba lako lichukuliwe. Mfalme yeye anasema tu, kuanzia sasa hivi bonde lote ili kukatia hapa mpaka kule la kwako mzee. Amemaliza. Mliomo mtakuwa mnamlimia. Umeshamaliza. Ninyi wote mmeshakuwa watumwa wake, mnamlimia. Hamuhitaji kufanya kosa ndio mnyang'anyi wa ardhi. Ni atakavyofurahisha huyu. Kwa hiyo ukitaka na ubaki na ardhi, siku zote hakikisha unampendeza. Kama ushughuliki kumpendeza, atakayempendeza atagawa ardhi yako na wewe humo humo. Nyote mnagawiwa. Mnagawiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yusufu msimwite waziri mkuu. Yusufu Biblia haijasema ni waziri mkuu. Na hata logic, yani mantiki ya kawaida haiwezi kumwita Yusufu waziri mkuu, kwa sababu ni wa pili kutoka kwa mfalme, sio wa pili kutoka kwa rais. Madaraka ya Yusufu yalikuwa makubwa kwa mbali kulinganisha na madaraka ya waziri mkuu naye mjua wewe. Anasema hivi, mtu hata nyanyua mkono wala mguu pakuruhusu. Hayo madaraka unafikiri madogo? Mpaka kwa neno lako ndio mtu anainua mguu. Unamwita huyo waziri mkuu? Kuna waziri mkuu ana mamlaka hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana.
Yusufu alifanywa zaidi ya waziri mkuu. Na usije ukahubiri, unajua wengine mnakopi mahubiri. Unasikia mwingine anahubiri kwenye TV, akawekwa waziri mkuu, na unatoka hapa unaenda kanisani, akafanywa waziri mkuu. Umesoma wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, asante. Haleluya. Alikuwa mkubwa kuliko mtu anayeweza kumuita waziri mkuu. Alikuwa mkubwa, alikuwa na mamlaka makubwa kuliko mtu anayeweza kumuita waziri mkuu unayemfahamu hapa duniani. Alikuwa na madaraka makubwa mno. Ninayemhurumia ni Potifa hiyo siku. Haleluya. Mara ghafla yule uliyemweka gerezani kwa aibu anapandishwa, anakuwa mkubwa, halafu kwa madaraka makubwa kama hayo, si tumbo litasokota saa hiyo hiyo? Haleluya. Unashtuka umeshaanguka, umeshaanza kumsujudia na kumwomba msamaha mara 10. Ni tu kwa sababu Biblia haikuandika yote. Mimi na hakika Potifa ile siku alianguka chini akasujudia, akaomba msamaha. Ni tu Biblia haijasema kabisa. Wewe huwezi kukumbuka mtu ulivyomtendea kwa unyama namna ile, tena kwa uongo, halafu ghafla unamuona anatangazwa mbele yako ndio bosi wako. Unafanyaje? Si mnafahamu alichotengeneza nani? Hamani. Siku ile Esther amesema nani anawatesa, nani amewauza? Huyu hapa. Jamaa alijitupa kwenye kitanda pale. Yule mama alikuwa amekaa kwenye kitanda, anajitupa, nadhani anaomba msamaha, kumbe anakosea zaidi. Haleluya. Mfalme amekasirika kweli kweli. Baada ya lile neno ameenda nje kwanza, hewa ipite kidogo, maana hii hasira anaweza kameza mtu. Ngoja nitoke nje kwanza nitulize. Ila anarudi hivi anakuta jamaa ndiye amejitupa kwenye kitanda. Akasema, yani ndio ulivyo hivi? Na wale jamaa hawacheri, mara kitambaa cheusi usoni, haraka. Funga mikono miguu, kitambaa cheusi, tayari. Alikuwa wa pili kutoka kwa mfalme, amekuwa wa chini kuliko yoyote. Hicho ni kibali kinafanya maneno hayo. Kwani wale watu walienda kuomba nini? Walienda kuomba mfalme yule ukimendea bila kuwa na kibali, akakunyoshia fimbo ya dhahabu, anakuua. Kwa yale maombi ya siku 3 kina Mordekai alifanya yalikuwa kuomba kibali. Na kilichoshusha Hamani ni kibali. Kibali walichokiomba kwa siku 3 ndicho kilichomshusha Hamani siku ile. Yale maombi yalikuwa kuomba tu kibali. Apatikane mtu aende kwa mfalme na asiuawe, ndio maombi ya siku 3. Kilipotoka hakikuwa ruhusu tu kwenda kwa mfalme bila kibali, kiliua na yule adui aliyekuwa mbele yao. Kibali kinauaga. Ukipata kibali, walio na akili wapite mbele yako taratibu. Kuna watu wamenelewa nilichosema? Yaani ukigundua mtu ana kibali cha kimungu, pita pole pole. Anaweza kapita na wewe. Haleluya. Kibali kinapita na wewe. Hamani hakuelewa. Watu wameacha chakula siku 3 wanaomba kibali, halafu anafanya mchezo eti ametengeneza mti wa kuwatundika. Unatundika watu wameomba kibali kwa Bwana? Kinakumaliza. Amekuja kula chakula pale, ameacha mti wa mikono 10, mikono 50 ya kutundika jamaa aliyeomba kibali siku 3 na kimeshatoka. Kibali kilishughulika naye. Yaani hakurudi nyumbani. Ile aga naenda kula ndio jumla. Hakurudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali kimalizana naye huko huko.
Mungu awabariki sana. Tuendelee kesho. Tusimame. Sema, Bwana Yesu, ninakufurahia, ninakupenda, wewe ni Mungu wangu. Wakati mwingine akili yangu ya kibinadamu inasahau kwamba wewe ni mwema, inasahau kwamba wewe una nguvu, inasahau kwamba unanipenda. Wakati mwingine ninachoka, ninakata tamaa, nasikia kulegea, nasikia kupoteza matumaini, nasikia kupoteza nguvu. Kumbe ni akili yangu imesahau wema wako, imesahau uzuri wako, imesahau uaminifu wako, imesahau nguvu yako na nguvu ya kibali chako, imesahau nguvu ya neema yako. Lakini nakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo, kunikumbusha kwamba unanipenda bado, unanijali bado, unahusika na mimi bado, unahusika na mambo yangu. Kibali chako na neema yako inataka kunitetea, inataka kunivusha, inataka kunipigania, inataka kuniwezesha, inataka kunitetea. Bwana nakushukuru. Sasa naingia tena ndani ya neema yako na ndani ya kibali chako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema hii, ninaipokea na nitatembea ndani yake, katika jina la Yesu. Tuseme amen. Amen.